Ya Bwana Yesu Kristo nasifiwe. Hii ni sauti ya Pastor Kiabashasa kutoka Dar es Salaam, Tanzania. Ninakusalimu mpendwa mtazamaji wangu mahali popote ulipo katika Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Na ukaribisha tena kwa mara nyingine tena katika kipindi chako kizuri kipendacho ambacho kinaitwa Ijue Kweli, na hiyo kweli itakuweka huru. Kwenye kipindi chetu leo cha Ijue Kweli na hiyo kweli itakuweka huru, tutakuwa na mada ambayo inasema ukuu, uweza, nguvu na mamlaka ya Yesu Kristo. Ukuu, uweza, nguvu na mamlaka ya Yesu Kristo. Na hii mada tutaiangalia sehemu ya kwanza, alafu tutakuja tuiangalie sehemu ya pili kwenye toleo lijalo la kumlinganisha sasa Yesu na mitume wengine, hasa Mtume Muhammad ambaye wanamwamini Waislamu. Tutakuja kuangalia kwenye eneo la pili ama sehemu ya pili ya somo hili la ukuu, uweza, nguvu na mamlaka ya Yesu Kristo. Tunapokuwa tunahubiri na kueleza dunia habari za Yesu, tunahitaji na tunatamani wajue kwamba ni Yesu pekee. Hakuna mwingine mwenye nguvu, uweza na mamlaka duniani zaidi ya Yesu. Kwa hivyo tutaangalia maandiko yanavyoelezea kuhusu ukuu na ubora wa Yesu Kristo. Kwa mujibu wa maandiko matakatifu, ubora wa Yesu Kristo kuliko manabii na mtume wote unatokana na mambo makuu yafuatayo. Yaani ukuu, uweza, nguvu na mamlaka ama ubora wa Yesu Kristo kuliko mitume na manabii wengine wote unawajua unatokana na mambo yafuatayo. Jambo la kwanza, Yesu Kristo ni mkuu, mwenye nguvu na uweza na mwenye ubora kuliko manabii wala mitume waliokuwepo kabla na baada ya hapo. Hakuna mwenye uwezo na nguvu kama Yesu. Tunayo sababu za msingi za kusema kwamba Yesu ndiye mkuu, ndiye yuko juu ya kila kitu, ndiye mambo yote. Yani Yesu ndiye mambo yote. Ukimpata Yesu umepata mambo yote, ukimkosa Yesu umekosa mambo yote. Sasa tutaangalia vigezo kwamba kwa nini Yesu ni bora kuliko mitume na manabii wote. Kwa hivyo tutaangalia ukuu, uweza, nguvu na mamlaka yake, ndipo tutajua kwamba Yesu ni bora kuliko mitume na manabii wote. Kigezo cha kwanza, tunaangalia ubora unaochimbuka katika kazi yake, yaani mambo aliyoyafanya. Ubora wake Yesu hautokana na ukubwa wa miujiza ama unabii, bali ni utambulisho wake wa kiungu aliyokuja nao. Sababu ya kwanza ya kueleza ukuu, uweza, mamlaka na nguvu za Yesu ambazo zinamfanya kuwa bora na kuwa tofauti na mitume na manabii wengine wote, yeye kuwa mwokozi pekee na yeye kuwa njia ya uzima pekee yake. Yako mambo mengi, lakini kwa leo tutaangalia mambo kama 7-8 hivi. Yako mengi, leo nimechagua kama 7-8 ili kuwa mfano. Jambo la kwanza, ubora wake, ukuu wake, mamlaka yake na nguvu zake na uwezo wake unatokana na utambulisho wake wa kimungu. Yesu alipokuja duniani, yeye alijitambulisha katika ubora wa kiungu. Tunaposoma Yohana ile 1:14 imeeleza wazi kuhusu hili jambo kwamba Yesu ni neno la Mungu. Neno la Mungu ndiye Mungu mwenyewe. Na pia tukisoma ile Timotheo wa kwanza 2:5-6 inasema kwa maana Mungu ni mmoja na mpatanishi ni mmoja kati ya Mungu na wanadamu, yani Kristo Yesu. Yeye ndiye aliyeamua kuwapatanisha wanadamu na nafsi yake. Yeye ndiye aliyeamua kuwapatanisha wanadamu na nafsi yake, Yesu Kristo peke yake. Kwa hiyo sababu ya kwanza, ubora wa Yesu ni kazi aliyoifanya, utambulisho wake wa kiungu na mamlaka yake ya kiungu aliyokuwa nayo, uwezo wake wa kimungu aliyokuwa nao. Tutakuja kuona uwezo wake wa kimungu jinsi ulivyofanya kazi na jinsi ambavyo unafanya kazi. Kwa hiyo Yesu, kigezo cha kwanza ni hicho, lakini Yesu ndiye msingi wa agano jipya. Yesu ndiyo msingi wa agano jipya. Tukiwa na maana gani? Manabii walitabiri kuhusu Kristo na ujio wa agano jipya. Manabii walitabiri kuhusu ujio wa Yesu Kristo na agano jipya. Yesu si mtangazaji tu wa agano jipya, bali yeye ndiye mhusika mkuu, mpatanishi na msingi wa agano jipya lenyewe ambalo ni bora kuliko agano la kale. Ebrania 8:6. Manabii wote walitabiri habari ya ujio wa Yesu Kristo na walitabiri habari ya ujio wa agano jipya. Sasa Yesu Kristo yeye sio kwamba alitangaza tu, bali yeye ndiye utimilifu, yani yeye ndiye agano jipya lenyewe, ambalo agano jipya hilo ambalo ndiyo Yesu mwenyewe
ni bora kuliko agano la kale ambalo lilifanywa na Musa. Soma Ibrania 8:6 inasema Yesu ni mdhamini wa agano lililo bora kuliko agano la kale. Kwa nini agano jipya ni bora kuliko agano la kale? Ni kwa sababu Yesu ndiye mwenyewe agano jipya, ambayo taangalia alipojitoa nafsi yake, ambaye alimwaga damu ambayo itakuwa ni ondoleo la dhambi kwa ajili ya watu wote ambao wataamua kutubu na kumgeukia Mungu kupitia kwake Yesu Kristo mwenyewe. Kwa hiyo ni sababu ambayo inaendelea kudhihirisha ukuu na uwezo wa Yesu. Lakini pia asili ya kiungu ya Yesu, Yesu ni mwenye mwili. Asili yake ya kiungu, Yesu ni Mungu mwenye mwili. Manabii na mitume wote walikuwa na wanadamu tu walioumbwa na Mungu na wakawa watumishi wake. Walifanya makosa na walikuwa na mapungufu ya kibinadamu. Yaani asili yake ya kimungu Yesu inamfanya kuwa bora na kuliko mitume na manabii wote, na kudhihirisha uweza, uungu, mamlaka yake na nguvu kwa sababu ya asili na uwezo wake wa kiungu. Maana manabii wengine wote waliumbwa na walikuwa na mapungufu, walitenda dhambi, walikosea, walikufa mpaka leo kwa makaburini. Lakini Yesu, yeye kwa sababu ana asili ya kiungu, Yesu ni Mungu katika mwili, aliishi maisha ya ushindi pasi na dhambi aina yote ile. Kwa Yesu pekee, manabii walikuwa wanadamu, walitumwa na Mungu, lakini Yesu ni Mungu aliyefanyika mwili. Yohana 1:1, alafu Yohana 14 inasema hapo mwanzo kulikuwa neno, naye neno alikuwa kwa Mungu, naye neno alifanyika mwili. Kwa hiyo unaweza ukaona ubora wa Yesu unatokana na mambo mengi. Mojawapo ni hilo, asili yake ya kiungu, ambako manabii wote waliumbwa na walikuwa na udhaifu mwingi tu, lakini Yesu yeye ndiye aliyeumba kila kitu na wala hajawahi kuwa na udhaifu hata kidogo. Biblia inamtaja Yesu kama Alfa na Omega, yani mwanzo na mwisho. Tukisoma ile Ufunuo 1:7-8 na Ufunuo 22:13, na kwamba vitu vyote viliumbwa naye na kwa ajili yake, Wakolosai 1:16. Hii inamweka katika daraja la juu kabisa, mbali na manabii au malaika. Maandiko yanasema Yesu Kristo yeye ndiye Alfa na Omega. Tunaposoma, hebu niyasome ya maandiko ili yaone Yesu Kristo yeye ndiye Alfa na Omega. Kwa hiyo hii inamfanya Yesu kuwa tofauti kabisa na mitume na manabii wengine wote. Hebu tusome kwenye Ufunuo 1:8, inasema 7-8, inasema hivi: tazama yuaja na mawingu, na kila jicho litamwona, na hao waliomchoma, na makabila yote ya dunia wataomboleza kwa ajili yake. Naam, amina. Mimi ni Alfa na Omega, mwanzo na mwisho, asema Bwana Mungu aliyeko na aliyekuwako na atakayekuja, Mwenyezi. Huyu ni Yesu, kwamba yeye ni Alfa na Omega, yani yeye ndiye mwanzo na mwisho, yeye ndiye top say, yeye ndiye top say. Kwa hiyo tukisoma hata 22:13 Ufunuo inaelezea vile vile kwamba Yesu yeye ni Alfa na Omega, yani wa mwanzo na mwisho, yeye ndiye top say, akisema hakuna mwingine wa kusema. Nasema mimi ni Alfa, nianze 12, Yesu anasema nini? Tazama naja upesi, na malipo yangu pamoja nami kumlipa kila mtu kama kazi yake ilivyo. Mimi ni Alfa na Omega, mwanzo na mwisho, wa kwanza na wa mwisho. Unamwona Yesu anasema yeye anakuja kumlipa kila mtu kwa kadiri ya kazi yake jinsi ilivyo. Kwa hiyo kumbe Yesu yeye ndiye atakuja kuhukumu ulimwengu. Anakuja kumlipa kila mtu kwa kadiri ya njia aliyochagua. Anasema mimi ni Alfa na Omega, manake Yesu ndiye top say. Anaposema jambo, anapoamua jambo, hakuna kupinga wala kuuliza. Hii inamfanya Yesu kuwa tofauti na mitume na manabii wote ambao walimtangulia kabla. Kwa maana tutaangalia baadaye, Yesu ndiye muhuri wa mwisho wa mitume na manabii. Maana yake baada ya Yesu hakuna mtume wala nabii mwingine anaweza kuja. Lakini tunaposoma Kolosai 1:16 inasema vitu vyote viliumbwa na yeye Yesu kwa ajili yake na kwa faida yake mwenyewe. Hebu tusome Kolosai 1:16. Naye amekuwako, huyu ni Yesu, naye amekuwako kabla ya vitu vyote naye amekuwako kabla. Hebu nianze 16. Kwa kuwa katika, hebu nianze mstari wa 15 mtazamaji wangu, ili upate maana nzuri. Kolosai sura ya kwanza, nianze ule mstari wa 15 hadi ule mstari wa 18. Naye ni mfano wa Mungu asiyeonekana, mzaliwa wa kwanza wa viumbe vyote. Kwa kuwa katika yeye vitu vyote viliumbwa, vilivyo mbinguni na vilivyo juu ya nchi, vinavyoonekana na visivyoonekana, ikiwa ni viti vya enzi au miliki au enzi au mamlaka.
vitu vyote viliumbwa kwa njia yake na kwa ajili yake. Naye amekuwa kabla ya vitu vyote, na vitu vyote hushikana katika yeye. Naye ndiye kichwa cha mwili, yani cha kanisa. Naye ni mwanzo na mzaliwa wa kwanza katika wafu, ili kwamba awe mtangulizi katika yote. Unaona maandiko yanasema wazi kwamba Yesu Kristo yeye ndiye aliyeumba vitu vyote na viliumba kwa ajili yake na kwa niaba yake. Kwa hiyo hii inamfanya awe tofauti na mitume na manabii wote ambao unawajua, akina Musa, akina Ibrahim, akina Daudi, Sulemani na kadhalika. Yesu ni bora kuliko wao kwa sababu ya uwezo wake wa kimungu. Hakuna mtume na nabii aliyekuwa na uwezo huo aliyeumba, bali maandiko yanasema Yesu ndiye aliyeumba vitu vyote na viliumba kwa niaba yake na kwa ajili yake. Kwa hiyo hii inamfanya Yesu awe tofauti na mitume na manabii wengine wote. Tunaangalia uwezo, nguvu na mamlaka ya Yesu. Tumeona Yesu ndiye anayeumba, ndiye atakayehukumu siku ya mwisho, na Yesu yeye ndiye Alfa na Omega, yani wa mwanzo na mwisho. Lakini pia Yesu yeye neno la Mungu, Logos. Neno la Mungu ni Mungu mwenyewe. Unaposema neno la John ni John mwenyewe, neno la Yohana ni Yohana mwenyewe. Kwa Yesu ni neno la Mungu, Logos. Manabii wanena neno la Mungu wakipewa ujumbe na Mungu. Soma Yeremia 1:4-9. Manabii walinena neno la Mungu wakipewa ujumbe na Mungu, au wakipewa neno la Mungu. Yesu anaitwa neno la Mungu, Yohana 1:1. Yeye si tu aliyenena ujumbe, bali yeye ndiye ujumbe wenyewe. Yeye ndiye ufunuo kamili na wa mwisho wa Mungu, Waebrania 1:1-3. Manabii wote walikuwa wanapewa neno la Mungu, wanafunuliwa neno la Mungu. Sasa Yesu yeye si kwamba alifunua neno la Mungu, yeye ndiye neno la Mungu lenyewe, yeye ndiye ujumbe wenyewe wa Mungu. Maana yeye ndiye Mungu mwenyewe aliyeuvaa mwili. Kwa Yesu hawezi kufanisha na mitume na manabii wa kawaida, sababu yeye ni zaidi ya mtume na nabii. Lakini Yesu anafundisha kuwa hakuwa na dhambi, tukija kwenye ukamilifu wa dhambi na utakatifu. Jambo lingine ambalo linamfanya Yesu kuwa bora kuliko mitume na manabii wote, na kuwa mwokozi pekee, na kuwa na mamlaka yote mbinguni na duniani. Tunaposoma ile Mathayo 28:18-20, Yesu anasema ana mamlaka yote mbinguni na duniani. Maana hakuna chochote ambacho kinaweza kufanyika bila Yesu kusaini. Kwa Yesu ni mwenye mamlaka yote duniani na mbinguni. Kwa hiyo huyu lazima mfuate Yesu kwa sababu ndiye mwenye mamlaka yote duniani na mbinguni. Ukamilifu wa dhambi, manabii wote walikuwa wenye dhambi na walihitaji toba na msamaha. Kisoma Warumi 3:23 inasema kwa maana wote wametenda dhambi, wamepungukiwa na utukufu wa Mungu. Manabii wote walitenda dhambi na walihitaji toba na msamaha kutoka kwa Mwenyezi Mungu. Lakini Yesu peke yake aliishi dunia hii bila kutenda dhambi ya aina yoyote. Ebrania 4:15, lakini Petro wa kwanza 2:22. Maandiko haya yasome uone uwezo wa Yesu jinsi ulivyokuwa. Kwamba ni Yesu peke yake ambaye manabii wote walitenda dhambi na walitaka toba, lakini Yesu peke yake yeye aliishi bila kutenda dhambi ya aina yoyote ile. Alikuwa na nguvu na uwezo juu ya dhambi. Nasema kwa kuwa hatuna ukuhani mkuu asiyeweza kuchukuliana nasi katika mambo yetu ya udhaifu. Hii ni Waebrania 4:15. Kwa kuwa hatuna ukuhani mkuu asiyeweza kuchukuliana nasi katika mambo yetu ya udhaifu, bali yeye alijaribiwa kama sisi katika mambo yote bila kufanya dhambi. Yesu alijaribiwa na dhambi. Ibilisi alimjaribu kwa kila namna, lakini Yesu hakutenda dhambi ya aina yote ile. Kwa nini? Kwa sababu Yesu ana uwezo wa kimungu. Yesu ni Mungu aliyeuvaa mwili. Kwa hiyo huwezi kufananisha na viumbe au mitume na manabii wa aina nyingine yote ile. Lakini pia Petro wa kwanza 2:22 tusome hiyo. Petro wa kwanza 2:22 inasema hivi: yeye, yani Yesu, hakutenda dhambi wala hila haikuonekana kinywani mwake. Yeye Yesu hakutenda dhambi wala hila haikuonekana kinywani mwake. Kwa nini? Kwa sababu alikuwa na uwezo na asili ya kiungu, ndio maana Yesu hakutenda dhambi ya aina yoyote ile. Lakini ubora wake wa maadili unamfanya kuwa dhabihu safi na kiongozi asiyeweza kushindanishwa na mwingine. Ubora wake wa maadili, utakatifu wake, ukamilifu wake unamfanya kuwa bora, kuwa juu ya malaika na viumbe vyote, wanadamu na mitume wote, kwa sababu aliishi maisha ya ushindi pasipo kutenda dhambi ya aina yoyote ile. Kwa hiyo tofauti ya kimsingi ni kwamba manabii walileta ujumbe wa Mungu, lakini Yesu ni Mungu mwenyewe aliyekuja kutuokoa. Hivyo bora wake unatokana na asili yake ya uungu. Wale manabii walileta ujumbe wa Mungu, lakini Yesu ni Mungu mwenyewe aliyeuvaa mwili, aliyekuja kutuokoa katika dunia hii. Sababu ya tatu ya kwa nini Yesu ni bora kuliko mitume na manabii wengine,
kwa maana ya kuangalia ukuu, uweza, nguvu na mamlaka yake. Ni Yesu ndiye chanzo cha ufunuo wote wa Mungu. Manabii walizungumza kwa sehemu, lakini Yesu ndiye ufunuo kamili na wa mwisho wa Mungu. Kolosai 2:2. Hebu tuisome. Yaani manabii wao walizungumza kwa sehemu kuhusu mambo ya Mungu, kuhusu mambo ya ufunuo wa Mungu, lakini Yesu ndiye ufunuo kamili wa Mungu. Hebu tusome Kolosai tuone 2:2 nasema nini. Hebu tusome Kolosai 2:2 tuone maandiko yanavyosema. Nasema hivi: ili wafarijiwe mioyo yao wakiunganishwa katika upendo, wakapate utajiri wote wa kufahamu kwa hakika, wapate kujua kabisa siri ya Mungu, yaani Kristo, ambaye ndani yake yeye hazina zote za hekima na maarifa zimesitirika. Naona maneno kwamba wapate kufahamu kabisa siri ya Mungu, yaani Kristo. Kwa Kristo Yesu, yeye ndiye siri ya Mungu, kwa maana yeye ndiye Mungu aliyeuvaa mwili. Manabii wote manabii walizungumza kwa sehemu kuhusu ufunuo, lakini Yesu ndiye ufunuo kamili na wa mwisho wa Mungu. Kolosai 2:2. Manabii wote waliongea kwa sehemu, lakini ukisoma ile Ibrania 1:1-3 inasema zamani zile Mungu alisema na watu kwa njia mbalimbali, kwa manabii, malaika na kadhalika, lakini nyakati hizi amesema nasi kupitia mwana, yaani Yesu aliyekuwa ameuvaa mwili. Mungu akaamua kusema nasi. Kwa Yesu huwezi kufanisha na mitume wala manabii aina yote ile. Yesu ni bora maradufu kuliko mitume na manabii wote, kwa sababu ya asili yake ya uungu, kwa sababu ya uwezo wake wa kimungu aliokuwa nao. Lakini pia manabii walitoa vipande vya ukweli kuhusu Mungu. Manabii walitoa vipande vya ukweli kuhusu Mungu, lakini Yesu ni picha kamili ya Mungu, mfano nafsi yake, image of his person. Kwamba manabii wote walitoa vipande vya ukweli kuhusu Mungu, lakini Yesu aliyekuja ndiye Mungu kamili kabisa, ndiyo picha ya Mungu, yani ndiye Mungu mwenyewe asiyeonekana kwa macho, alionekana kwa jinsi ya mwili. Kwa Yesu hawezi kumfanya awe sawa sawa na mitume na manabii wengine wote, tutakuwa tunafanya makosa makubwa. Lakini pia sababu ya 4 inayodhihirisha kwamba Yesu ni bora kuliko mitume na manabii wote, kwa kudhihirisha ukuu na uweza wake. Yesu ndiye Mwokozi, alitoa uhai wake kwa ajili ya wote. Yesu ndiye Mwokozi pekee aliyetoa uhai wake akamwaga damu yake ili uweze kuleta ukombozi kwa watu wote, awarejeshe kwacho katika nafsi yake. Dhabihu ya wokovu na upatanisho. Hakuna nabii wala mtume yote aliyetoa dhabihu ya maisha ya kwa ajili ya dhambi za ulimwengu wote. Ni Yesu Kristo peke yake. Ile Petro wa kwanza 1:18-20. Hakuna mtume wala nabii ambaye aliwahi kutoa uhai wake ili alete ukombozi kwa ajili ya watu wote. Ni Yesu Kristo peke yake. Hebu tuangalie Petro wa kwanza sura ya kwanza ule mstari wa 18 na ule mstari wa 20. Yesu peke yake nasema hivi: nanyi mfahamu kwamba mlikombolewa si kwa vitu viharibikavyo, kwa fedha au dhahabu, mpate kutoka katika mwenendo wenu usiofaa mliopokea kwa baba zenu, bali kwa damu ya thamani kama ya mwana kondoo asiye na dosari wala waa, yani Kristo. Naye amejulikana kweli tangu zamani, kabla hajawekwa misingi ya dunia, lakini alifunuliwa siku hizi za mwisho kwa ajili yenu. Kwa hiyo unaona kwamba hakuna mtume wala nabii yeyote ambaye amewahi kutoa uhai wake au damu yake, na wala hakuna mtume aliyekuwa na damu inayofaa, damu iliyo kamilifu ambayo ingeweza kuleta upatanisho baina ya watu na Mungu wao, ila ni damu yake Yesu Kristo pekee, Mungu aliyeuvaa mwili, ndiye yenye uwezo wa kuleta upatanisho na mabadiliko katika maisha ya watu. Kwa hiyo tunaona Yesu alijitoa kabisa. Yesu pekee ndiye mwana kondoo. Soma ile 1:29 Yohana, ndiye mwana kondoo wa Mungu achukue dhambi ya ulimwengu. Kwa hiyo Yesu alikuwa msalabani kama dhambi ya mwisho na ukamilifu wa ajili ya dhambi za ulimwengu wote. Yesu hakuleta tu ujumbe wa wokovu, yeye ndiye wokovu wenyewe. Hakuna nabii yeyote ambaye angeweza kutenda kazi hii. Yaani Yesu hakuleta kwamba tu ujumbe wa wokovu, bali yeye mwenyewe ndiye wokovu wenyewe, ndiye mwokozi mwenyewe. Hakuna nabii ambaye anaweza kuokoa watu wengine, maana manabii wote walitenda dhambi nao pia walihitaji kuokolewa. Kwa hiyo Yesu pekee ndiye mwokozi aliyekuja kuokoa dunia nzima. Hii inamfanya tofauti na mitume na manabii wengine wote. Hakuna mtume au nabii ambaye alikuwa nafaa au damu yake inastahili kumwagwa ili uweze kuleta ukombozi kwa wengine. Ndio maana ile Matendo 4:12 inasema wala hakuna wokovu katika mwingine awaye yote, kwa maana hapana jina chini ya mbingu ambalo tumepewa wanadamu pasalo kuokolewa kwalo isipokuwa ni jina moja tu la Yesu Kristo,
Hilo ndio jina ambalo tunapaswa kuokolewa kwalo, sio jina lingine. Kwa hivyo ubora wake katika kazi ya upatanisho na ukombozi, ubora wake uko katika kazi ya upatanisho na ukombozi, jambo ambalo hakuna nabii au mtume aliyelifanya. Hakuna mtume wala nabii aliyelifanya wala waweza kulifanya la kuleta ukombozi kwa ajili ya kukomboa wanadamu. Amna. Maana mitume nao walihitaji ukombolewa vile vile. Yesu pekee ndiye alileta ukombozi kwa wanadamu. Lakini pia sababu nyingine ya tano inayotofautisha Yesu na manabii wengine, kwa maana inadhihirisha ukuu, uweza, ubora na mamlaka ya Yesu. Yesu ni Bwana wa manabii na mitume. Yesu ni Bwana wa manabii na mitume. Soma ile Petro ya kwanza sura ya kwanza mstari wa 11 inasema kwamba manabii wote ambao waliongozwa na Kristo aliyekuwa ndani yao. Na ukisoma hilo fungu, hebu nisome ya maandiko Petro ya kwanza, unaweza kusema labda hujaelewa vizuri, hebu niyasome kwamba Yesu ndiye mkuu au ndiye kiongozi wa manabii. Yesu ndiye kiongozi wa manabii. Hebu tuone kwenye Petro ya kwanza sura ya kwanza mstari wa 11. Kuhusu wokovu huo manabii ambao walitabiri habari za neema itakayofikia ninyi walichunguza sana, wakatafuta ni wakati upi na wakati wa namna gani ulioonywa na Roho wa Kristo aliyekuwa ndani yao, ambaye alitangulia kuyashuhudia mateso itakayompata Kristo na utukufu utakao kuwako baada ya hayo. Kwa hiyo kumbe Yesu ndiye bosi wa manabii na mitume ambaye aliwaongoza kabla hajafanyika mwili. Kwa manabii wote ambao nawajua kama nabii Isaya, nabii Yeremia, nabii Ezekiel, nabii Daniel, nabii Musa, nabii Daudi, Suleiman, nabii Ibrahim, hao wote walikuwa wanaongozwa na Yesu Kristo kabla hajauvaa mwili. Kwa hiyo huwezi kumlinganisha aliyekuwa anaongozwa umlinganisha na kiongozi aliyekuwa anamuongoza. Yesu ndiye alikuwa anawapa ujumbe na ndiye alikuwa anawaongoza wale mitume wote. Huwezi kumlinganisha na hao hata kidogo, maana yeye ni mkuu kuliko wao, maana alikuwa ndiye bosi wao. Pia ukisoma ile Ufunuo 19:10 inasema kwa maana Kristo ndiyo roho ya manabii. Kristo ndiye roho ya manabii. Kwa wale manabii waliokuwa na nguvu ya kutoa unabii na kuleta ujumbe wa Mungu, kumbe nguvu hii aliyokuwa anawapa alikuwa ni Kristo mwenyewe. Na ndio maana kwenye Rumi 8 ukisoma inasema asiye na roho wa Kristo huyo sio wake. Kwa hiyo ukimwona mtu anasema kwamba yeye ni nabii wa Mwenyezi Mungu au ni mtume lakini hana roho wa Kristo ndani yake, huyo sio mali ya Kristo, huyo ni mtume na nabii wa uongo, huyo ni tapeli tu. Yesu ndiye aliyepeleka manabii na ndiye anayewaita mitume. Yesu ndiye aliyepeleka manabii na ndiye anapeleka mitume. Na ndiye anayetuma malaika. Soma ile Ufunuo 22:16, Yesu anasema mimi Yesu nimemtuma malaika wangu awashuhudie mambo hayo katika makanisa. Hiyo ni Ufunuo 22:16. Yesu anasema mimi Yesu nimemtuma malaika wangu kuwashuhudia mambo hayo katika makanisa. Kwa hiyo kumbe anayemiliki mitume na kuwatuma kazi zake ni Yesu peke yake. Hakuna mtume na nabii yote, Ibrahimu au Musa au Daudi au Isaya ama Yeremia, Daniel, Ezekiel na wengine aliyewahi kumiliki mitume na kuwatuma. Hawa wote mitume wa kibinadamu na mitume wa kimalaika walimilikiwa na kutumwa na Yesu. Kwa hivyo Yesu hawezi kumfananisha na mitume na manabii wengine kamwe. Yaani inakuwa ni dhihaka. Kumlinganisha Yesu na mitume wengine ni dhihaka na ni kejeli, yaani ni kufuru mbaya. Yaani ni kesi mbaya. Yesu kumlinganisha na mitume na manabii wengine wala haikubaliki. Lakini tukisoma ile Mathayo 23:34, Yesu anasema kwa hiyo tazama ninatuma kwenu mitume na manabii na wenye hekima na waandishi na wengi wenu mtawaua. Hiyo ni Mathayo 23:34. Yesu anasema kwa sababu hiyo nitatuma kwenu mitume na manabii na waandishi na wenye hekima na wengi wenu mtawaua. Lakini pia ukisoma ile Waefeso 4 ukianzia ile 10 hadi 11 inasema Yesu alipopaa juu aliteka mateka akachagua wengine kuwa mitume na wengine manabii, wainjilisti, walimu na wachungaji kwa lengo la kukamilisha waabuduo. Unaweza ukaona kwamba Yesu ndiye anayemiliki mitume na kuwatuma mitume, yani ndiye anayechagua watu ambao anawapa kazi ya utume kwa wanadamu na unabii, lakini pia upande wa malaika anawachagua na kuwatuma walete ujumbe wake kwa wanadamu anaotaka kufikisha. Kwa hiyo Yesu huwezi kumfananisha na mitume wala manabii wengine, itakuwa ni dhihaka mbaya sana. Lakini pia Yesu ndiye mfalme wa milele na hakimu wa wote. Kwa hiyo hapa tunamuona Yesu kama chanzo cha huduma zote. Yesu ndio chanzo cha huduma zote. Mitume na manabii wanatoka kwake, wanatumikia chini ya mamlaka yake. Kwa hiyo yeye ni Bwana wa utumishi wote wa kiroho. Mitume, manabii na malaika wote walitumika chini yake, walikuwa wanatumwa na yeye. Yeye ndiye anayewamiliki. Kwa hivyo huwezi kufanisha Yesu na wala aliyowamiliki na kuwatuma. Kama mfanyia na Musa
au mlinganishe na nani? Hamna. Yesu ni zaidi ya mtume na manabii, maana ni Mungu aliyevaa mwili. Pia Yesu ndiye mfalme wa milele na hakimu wa wote. Yesu ndiye mfalme wa milele na ndiye hakimu wa wote. Tukisoma Ufunuo 1:5, Yesu anasema nini? Hebu niisome hiyo Ufunuo 1:5. Hebu niisome ili uweze kuona Yesu anasema nini. Yesu anasema hivi: tena zitokazo kwa Yesu Kristo, shahidi aliye mwaminifu, mzaliwa wa kwanza wa waliokufa na mkuu wa wafalme wa dunia. Yeye Yesu ni mkuu wa wafalme wa dunia wote. Yesu ndiye mkuu wao. Yeye ni mkuu wa wafalme wa dunia wote. Yesu ni mkuu wao. Sasa mamlaka ya kufufua na kuhukumu. Manabii walitabiri kuhusu utawala wa Mungu, lakini Yesu ndiye atakayefufua na ndiye atakayehukumu walio hai na wafu na kutawala milele. Yohana 5:21-27 na Matendo ya Mitume 10:42. Yaani Yesu yeye ndiye atakayefufua. Kusoma ile Yohana 11:25-26, Yesu akamwambia, mimi ndiye huo ufufuo na uzima. Yeye aniaminie mimi ajapokufa ataishi, na kila aishiye na kuniamini hatakufa kabisa. Yesu ndiye chanzo cha uzima milele. Kifo hakina neno la mwisho kwa Yesu. Kwa kumbe Yesu yeye ndiye mfalme wa milele na ndiye nguvu ya ufufuo. Yaani ile nguvu ambayo tunaamini kwamba siku ya mwisho watu waliokufa toka Nabii Adam, waliokufa toka enzi za Adam mpaka leo, iko siku watafufuliwa kwenye siku ya kiyama, wataenda kupokea malipo yao na kuhukumiwa, au kwenda kwenye uzima wa milele na wao kwenda jehanamu ya milele. Kumbe atakayefanya kazi hiyo ni Yesu Kristo mwenyewe. Yaani ile nguvu ya ufufuo na ufufua watu wapate roho tena wasimame kwenye kiti cha hukumu ni Yesu mwenyewe ndiye atakayefanya kazi hiyo, na Yesu ndiyo nguvu hiyo ya ufufuo. Kisoma ile Yohana 5:21-27 utaona, na Matendo ya Mitume 10:42 utaona, lakini pia Yohana sura ya 11 ule mstari wa 25-26 utaona maneno hayo kwamba Yesu ndiye mfalme. Hakuna mtume nabii ambaye aliwahi kusema yeye ni nguvu ya ufufuo au ana uwezo wa kufufua watu. Amna. Ile Mathayo 25:31-32 inasema atakapokuja mwana wa Adamu katika utukufu wake na malaika wote pamoja naye, ndipo atakapoketi katika kiti cha enzi cha utukufu wake, na mataifa yote atakusanywa mbele zake. Kwamba Yesu ataketi kwenye kiti cha enzi na mataifa yote watakusanywa mbele zake, na nasema atawabagua kama vile mchungaji abaguavyo mbuzi na kondoo. Mbuzi kushoto, kondoo kulia. Kwa maana mbuzi ni motoni, kondoo uzima wa milele. Atakaye hukumu siku ya mwisho, atakayefufua watu wafuke, alafu akaanza kwa hukumu ni Yesu. Kwa hiyo maana yake mitume na manabii wote nao watasimama mbele ya Yesu, kila mmoja apate malipo ya kazi aliyoifanya. Kwa Yesu hawezi kufanisha na mitume wala manabii kwa sababu yeye ni Mungu aliyevaa mwili. Lakini jambo la 7 ambalo linaonyesha uwezo na mamlaka ya Yesu na nguvu zake, Yesu alishinda kifo na mauti. Hakuna mtume na nabii aliyewahi kushinda kifo na mauti, bali ni Yesu Kristo peke yake. Yohana 20:1-18, Mariamu Magdalena alipofika kaburini akakuta jiwe limeondolewa na Yesu akaonekana akiwa hai. Yaani Mariamu Magdalena alipokwenda kwenye ile kaburi baada ya kuzikwa ile siku ya 3, anakuta jiwe alipo kwenye kaburi na Yesu akamwona akiwa hai. Kwa hiyo ni Yesu pekee ambaye alishinda kifo na mauti. Hakuna mtume wala nabii. Manabii wote wanaowajua, akina Musa, akina Ibrahimu, akina Ezekiel, akina Ezekieli, akina Daudi, Sulemani, wote wako makaburini mpaka leo. Kaburi ya Yesu ni tupu. Yeye alishinda kifo na mauti. Kwa nini? Yeye ni Mungu katika mwili. Kisoma ile Ufunuo 1:17-18, Yesu mwenyewe anatangaza kwamba alikufa lakini sasa anaishi milele, akiwa mamlaka juu ya mauti na kuzimu. Kisoma ile Ufunuo sura ya 1 mstari wa 17-18, anasema alikuwa nimekufa na sasa zama ni hai milele na milele yote. Kwa Yesu alishinda kifo na mauti. Kifo na mauti hakina nguvu juu ya Yesu. Warumi 6:9 inasema kwa kuwa tunajua Kristo amefufuka katika wafu, hafariki tena, mauti haimtawali tena. Kifo kilikuwa na mamlaka juu ya wanadamu, lakini Yesu alivunja nguvu hiyo milele. Yesu alifufuka kutoka wafu kwa mamlaka yake mwenyewe, akishinda kifo. Yohana 10:18 kuna sehemu alimwambia kwamba Yesu atakuua. Yesu akamwambia hamna mwenye uwezo wa kuniua, bali uhai wangu nitautoa mwenyewe na uhai wangu nitautoa tena. Yohana 10:18. Walimtishia wapinzani wao wakasema Yesu atakuua, wakijua kwamba kishamuua mchezo umeisha. Akaambia acheni uhuni, hakuna mwenye uwezo wa kuondoa uhai wangu, bali uhai wangu nitauondoa mwenyewe na kisha nitautoa tena. Kwa Yesu alishinda
nguvu za kifo na mauti. Tunapoelezea Yesu kwamba alishinda nguvu za kifo na mauti, maana yake ni nini? Tunaposema mauti ni ile nguvu inayotenganisha roho na mwili. Tunaposema kifo ni ile hali ya roho kutengana na mwili, na tunaposema mauti ni ile nguvu inayokamata roho isurudie mwili. Sasa Yesu alishinda hiyo nguvu ya kifo na mauti. Siku ya tatu akafuka, akarejea pale pale kama ilivyokuwa mwanzo. Kwa Yesu hawezi kufanisha na mtume na manabii. Tunaona ukuu, uweza, nguvu na mamlaka yake. Lakini jambo la 8 ambalo linaonyesha uweza, ukuu, mamlaka na nguvu ya Yesu ni kuingia moja kwa moja katika uwepo wa Mungu. Manabii na mitume waliingia mbinguni wakiwa ni watumishi kama watakatifu wa Mungu. Lakini tunaposoma kwenye ile Marko 16:19 na Ibrania 1:3 inasema Yesu alipopaa mbinguni ameketi mkono wa kuume wa Mungu, ameketi mkono wa ukuu wa Baba huko mbinguni, nafasi inayomhusu Yesu pekee na inaonyesha utawala wake mkuu juu ya vitu vyote. Kwa kifupi, manabii walikuwa viashiria vinavyoelekeza kwa Yesu, ili hali Yesu Kristo ni lengo lenyewe. Wao walikuwa watumishi wakitangaza ufalme wa Mungu, lakini yeye ndiye mfalme wa wafalme na Yesu ndiye Bwana wa mabwana. Kwa hiyo tumeona ukuu na uweza wa Yesu, kwamba manabii wale waliokufa wao walienda mbinguni kama watakatifu, lakini Yesu maandiko anasema alipopaa alienda kuketi mkono wa ukuu huko mbinguni, yani mkono wa kuume wa Mungu Baba. Unapoongelea mkono wa kuume wa Mungu Baba, maana yake ni kwenye kiti cha enzi ambacho Mungu anakaa, ambaye ndiye Yesu mwenyewe. Kwa hiyo manabii wengine wote walienda mbinguni kama watakatifu, lakini Yesu alienda yeye kuketi kwenye kiti cha ukuu, kiti cha enzi na cha hukumu. Kwa hiyo mpendwa mtazamaji wangu, kama hujampokea Yesu, ni nafasi yako kumpokea Yesu, maana yeye ni zaidi ya mtume na nabii. Kwa hiyo mpokee Yesu kama Bwana mwokozi wako. Mungu wa mbingu na nchi akubariki. Hii ni sauti ya Pastor Kiabashasa kutoka Dar es Salaam, Tanzania. Kwa mawasiliano zaidi nipigie simu 0788 50 8124. Hiyo namba ya WhatsApp 0788 50 8124. Lakini namba yangu ya Voda pia ni 0769 97 69 67. Mungu wa mbingu na nchi akubariki. Endelea kufurahia kama uko ndani ya Yesu, na kama hujampokea Yesu ni wakati wako kupokea Yesu, maana pekee ndiye mwokozi, pekee yuko juu ya mitume na manabii wote. Na Mungu wa mbingu na nchi akubariki. Nikutakie baraka za Bwana zikuongoze kila mahali. Amen.